Sasa kama kuna watu uko umeingia nao mkataba, waambie siku hizi hairuhusiwi, na tukikukamata, waliokamatwa juzi wanajua kazi yetu. Sasa tuchukue hatua za kujenga tasnia imara ya uchimbaji madini yenye uthabiti na uwajibikaji, sio hila ujanja, hapana. Tufuate sheria, kanuni na miongozo mbalimbali iliyopo, na tunaweza kuhakikisha kuwa rasilimali zetu za madini zinawanufaisha watu wote na kuchochea maendeleo ya uchumi wetu. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa madini yanachimbwa kwa njia endelevu na kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, na ndio maana serikali yenu tunatumia fedha nyingi kuhakikisha mnakwenda kuchimba kwa njia endelevu na kwa njia ambayo haitaharibu mazingira yetu Tanzania. Vile vile naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi zetu za ndani za fedha. Sabi yuko wapi? Yuko pale. Mwenyekiti wa taasisi hizi. Baada ya kazi tunayoifanya, basi muamini wachimbaji wadogo. Jipangeni jinsi mnavyoweza ili muweze basi kuwapatia mitaji kwa kutumia taarifa za maeneo yaliyofanywa utafiti na kuhakikisha kwamba mali ipo. Muwape mitaji ili waweze kufanya kazi na waweze kurudisha fedha yenu baada ya kuuza. Tunapowezesha wachimbaji wadogo, tunawawezesha Watanzania walio wengi zaidi kuchangia kwenye uchumi wa taifa kwa ujumla. Lakini pia tunatanua wigo wa walipa kodi. Leo hawa tunawaita wachimbaji wadogo, lakini baada ya kufaidika na yote tunayoyafanya, wakawa na taarifa za maana, wakazalisha vizuri, hawawi wadogo tena, wanakuwa wachimbaji wa kati na wanaweza kulipa kodi kwa serikali yao. Kwa tunatanua wigo wa walipa kodi. Walipa kodi lazima waandaliwe, watayarishwe. Hawaji tu hivi. Lazima uandae mazingira kutanua bezi ya walipa kodi. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru tena wananchi na wadau wote waliojumulika nasi leo katika